equipped in that skill. Ulimwengu ukiendelea kuadhimisha siku 16 za kampeni dhidi ya dhulma za kijinsia, wadau katika sekta ya kupambana na dhulma za kijinsia katika kaunti ya Kilifi wamelaumu simu za mikopo kumradhi kutokana na dhulma za kijinsia kwa watoto mitandaoni. Wakizungumza na wanahabari katika kikao cha kuhamasisha jamii kuhusu dhulma hizo katika eneo la Rabai, kaunti ya Kilifi, wadau hao wamelaumu wazazi wakidai kuwa wamechangia wana wao kumiliki simu hizo kwa kuwachukulia simu hizo kutumia vitambulisho vyao. Wakiongozwa na afisa wa watoto eneo la Rabai, Levi Wafula, wameitaka jamii na serikali kushirikiana kukabiliana na umiliki wa simu hizo na dhulma zinazowakodolea macho watoto. Watoto wetu sana kwa online abuse. Na hii online abuse inafanyika kwa njia nyingi. Na njia moja ambayo online abuse inafanyika ni grooming. Watoto wanaanza kukua groomed pale online, na hiyo grooming inaenda mpaka dhulma kufanyika. Kwa kujiuliza maswala kadhaa. Moja, ni nani anayetoa hiyo ID ili huyo mtoto akaweze kupata ile simu? Kwa sababu tukisema tunaweka vikwazo kwa hizi kampuni ili zisiweze kutoa hizi simu, tutakuwa tunajidanganya. Wale wako kwa biashara. Kwa hivyo kitu moja wapo ni mzazi mwenyewe. Maanake mtoto hata kama ataficha simu kwa nyumba yako, kuna ile siku bado hiyo simu utaipata. Ama mtoto anatumia simu ile bado anaweza kukupigia kama mzazi na huulizi maswali. Pia tuko nazo nyingi, lakini wale wa kuguide wale watoto, our family values ndo haziko siku hizi. Zimepotea. Tukiangalia tumeachia sasa watoto wetu wanafunzwa na ulimwengu. Kwa sababu wameachiliwa wajiamulie maisha vile wanavyotaka. Na bila shaka nataka nielekee katika uwanja wa JKIA hususan